Bana, mechi ya watani wa jadi kwa maana ya Dar es Salaam Young Africans na kikosi cha Simba imemalizika kwa Mkapa. Ilikuwa ni mechi ya ngao ya jamii ambayo ilikuwa inachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 11, na mechi hiyo imeisha kwa klabu ya Yanga kushinda tena mara 6 mfululizo kwa goli la Pacome Zouzoua ambaye alifunga goli zuri sana ambalo limeweza kuwadidimiza tena Simba kwa mara nyingine tena. Ukiangalia vikosi jinsi ambavyo vilianza, kwa upande wa Simba wao walianza na Kamara, lakini Kapombe akiwa captain alikuwa nambari 2, Nabi akiwa katikati akisaidiana Nabi akawa anacheza namba 3, wakati katikati kulikuwa na Hamza na Diroch ambao walikuwa wanazima 4 na 5. Wakati katikati ya uwanja kulikuwa na Kagoma pamoja na Kante, wakati pembeni ya uwanja kulikuwa na Kibu Dennis akisaidiana na Mpanzu, nambari 10 akiwa ni Ahua, lakini nambari 9 akiwa ni Mkwala. Hao ndo wachezaji ambao walianza kwenye kikosi cha Simba. Lakini kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans, golini alianza Diara kama kawaida, lakini pia nambari 3 kulikuwa na Boka, nambari 2 kulikuwa na Isra Patrick Mwenda, nambari 5 na nambari 4 palikuwa na Jobu, lakini pia na Ibra Baka. Wakati katikati ya uwanja kulikuwa na Abuya akisaidiana na Andambwile, wakati upande wa kulia kulikuwa na Max Nzingeli, na upande wa kushoto kulikuwa na Pacome Zouzoua, na katikati nambari 10 alicheza Mdathiri ambaye alikuwa anacheza kama inside nambari 10, wakati nambari 9 ambaye alikuwa anacheza alikuwa ni Dube. So hivyo ndo vikosi ambavyo vilianza kwenye mechi ya leo. Lakini kadri mechi ilivyokuwa inaenda tulikuwa tunaona intensity ya wachezaji, lakini pia tulikuwa tunaona na jinsi gani ambavyo wachezaji kadha wakaza viwango vyao vinazidi kuonekana, ukiachana na kwamba walikuwa wanaimbwa sana. Wengi waliamini huenda labda hamna chochote ambacho kinaweza kikaonekana kwenye uchezaji wao, lakini tumeweza kuona ni jinsi gani ambavyo wamekuwa wakionyesha kiwango chao kwenye mechi ya leo. Kipindi cha kwanza kiliisha bila ya kufungana bao lolote, na huku mechi ikiwa na intensity ya hali ya juu. Lakini katika kipindi cha kwanza Simba walikosa nafasi zaidi ya 2 za wazi kabisa. Unaweza ukamsifia Djigui Diarra kwa kile ambacho alikifanya kwenye mechi hii ya leo, kwa sababu aliokoa unaweza ukasema ni magoli halali kabisa, ambayo kama tu mtu ambaye alikuwa anaenda kufunga alikuwa makini, basi angeweza kufunga kirahisi sana. Ambapo goli la kwanza alikosa ni Kibu Dennis, lakini na magoli mengine kaza wa kaza ambayo Diarra aliweza kwa time na kuweza kufanikiwa kuokoa mipira mingi ambayo walikuwa wanapiga. Lakini kipindi cha pili kikaanza kwa Yanga kufanya mabadiliko mawili, walivyoingia tu uwanjani wakamtoa Mdathiri Yahya, lakini pia wakamtoa na Dube. Baadaye akaingia Mohamed Dumbia, lakini pia na Clement Mzize, ambao walienda kuongeza kasi lakini pia ufanisi mkubwa sana katika mechi hiyo, kitu ambacho kilichukua dakika zilikuwa ni dakika chache tu, mpaka dakika 54 Yanga wakawa wamepata goli kupitia kwa Pacome Zouzoua. So hilo ndo goli ambalo limedumu mpaka dakika 90 zote, licha hata ya kuongezwa dakika 12. Simba bado walishindwa kufurukuta mbele ya mtani wake Yanga. So mechi ilikuwa hivyo. Sasa ni mambo mengi yanaendelea, na wengi wamekuwa wakizungumzia goli lililofungwa na Pacome Zouzoua, kwamba wengine wanasema ni kama ilikuwa offside, lakini mimi naweza nikakwambia kwa sheria za FIFA ambazo zipo sasa hivi, inatakiwa mpaka mchezaji ambaye yupo offside, ambaye yupo out of playing ground, kwa maana ya yupo sehemu ambayo
ni offside, ni lazima ahusike na mpira. Sasa Pacome alichokifanya ni kwamba aliuacha ule mpira ukaenda na Max ndo akaenda nao akapiga, kipa akaubutua. Sasa kitendo cha kipa kubutua manake ile sio offside tena, manake Pacome akawa amerejea mchezoni na akaweza kufunga bao zuri kabisa ambalo liliwafanya Yanga waweze kushinda kwa goli hilo. Sasa mpaka hapa sasa hivi kinachoendelea ni jinsi gani ambavyo Simba wanajiuliza watakuja kumfunga Yanga kwa staili gani. Maana Yanga anaonekana amekuwa ni mwiba mchungu mbele yao kwa kile ambacho anazidi kuwafanyia. Ni kweli tambo zilikuwa ni nyingi sana mara baada ya matamasha yao ambayo yalifanyika. Simba walianza na tamasha lao ambapo waliwaalika Tusker wakacheza nao, lakini doubt zilikuwa ni nyingi juu ya kikosi cha Simba, the way ambavyo kinacheza akionyeshi ushindani, lakini wao wakashikilia pointi kwamba ile ilikuwa ni mechi ya majaribio, so uwezi ukaijaji. Lakini kilichotokea leo unaweza ukaona kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa ndo halisia wenyewe. Lakini pia Yanga walipofanya tamasha lao, walipocheza na Bandari ya Kenya huko ni jinsi gani ambavyo walikuwa wanaonekana wana kasi kubwa sana, na ndo kilichoonekana pia leo katika kipindi cha pili kwenye mechi hizo. So unaweza ukaangalia ni jinsi gani ambavyo Yanga wanazidi kushikilia pale ambapo wamesimamia wao mbele ya Simba ni wababe mwanzo mwisho. Sasa Simba lazima wajiulize hili. Simba lazima wajiulize hili kwamba ni watakuwa wateja mpaka lini mbele ya Yanga. Ni jinsi gani ambavyo wanaweza kadestroy hiki ambacho kinaendelea mbele zao, lakini pia ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakachukua ufalme huo. Kwa jinsi ambavyo nimeviona vikosi vyote viwili, kwa jinsi ambavyo wanacheza, naweza nikadeclare kwamba Yanga bado ni mshindani na anaweza kaenda kugombea haya makombe ambayo yapo mbele yake. So ni swala tu la kusubiri na kuona ni jinsi gani ligi itaanza, ambapo kesho ligi inaanza rasmi, lakini huko Simba na Yanga, lakini pia Singida Black Stars na Azam wao wakiwa wanajiandaa na michezo ya kimataifa. So wao watakuja mpaka raundi ya pili ndipo wataanza mechi zao. So ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa mashabiki wa Yanga ambao mpaka sasa hivi wana furaha kubwa. Mpaka sasa hivi tunavyoongea napokulipotia hii taarifa bado wanashangilia kwa ushindi. Kumfunga mpinzani wake mara 6 mfululizo si jambo dogo. Unafungwa tu huku kocha Fadru yeye akiwa ameshaweka rekodi yake ya kocha wa kwanza kufungwa dabi 4 mfululizo. Ni kitu kingine ambacho yeye Fadru hiyo ni rekodi yake ambayo ameiweka. Lakini kwa Simba wao wameweka rekodi ya kufungwa na mtani wao mechi 6 mfululizo. Mechi 6 mfululizo huku wakifungwa, lakini pia hata kushindwa kufunga goli lolote, kuingiza goli lolote kwenye lango la Yanga ni kitu ambacho cha aibu kwa timu kubwa kama Simba. Na kipindi wanajiandaa na tamasha lao, msemaji wa klabu hiyo hapa namzungumzia Ahmed Yari, yeye alikiri kabisa kwamba sasa hivi hawapo tena kwenye kuijenga timu, sasa hivi wapo kwenye kushindana. So yale masuala ya foundation yameshaisha, sio kujenga tena timu sasa hivi, bali sasa hivi wao wanafanya kazi ya kwenda ku retain vile ambavyo wamevipoteza kwa maana ya makombe, lakini imekuwa bad luck, wanaendelea kuchezea. So naamini pia kikipigo ambacho wamekipata leo kitaenda kuwavuruga sana huko mabosi wao, lakini pia na kambi nzima na wachezaji wenyewe kwa ujumla kwa kile ambacho kimetokea. Wengi hawakutarajia hiki ambacho kimetokea kwa jinsi ambavyo Simba imesajili vizuri wachezaji wengi, lakini mambo yaliyotokea ndo hayo. Yanga bwana kawa mbabe tena, kawa butua tena Simba. So hiyo ndo taarifa na ndo kinachoendelea sasa hivi mitandaoni, lakini pia uwanja wa Mkapa ni shangwe zinaendelea, wananchi wakiendelea kushangilia ushindi.